filamu pia ya Pirates of the Caribbean. Jack Sparrow husika wake Disney ni kama amemkabidhi mkwanja na kumwomba msamaha, hapo tunaomba urejee kwenye uhusika wako. Tunajua miaka 2.5 mitatu iliyopita alikuwa na changamoto na kesi. Alikuwa yeye na ambaye alikuwa mke wake, walikuwa wamegombana na kupelekea kwamba Amber. Na kilichotokea ni kwamba baada ile kesi ilionekana kwamba Johnny Depp ana makosa, lakini baada ya miaka 2 mbeleni akaja kushinda ile shauri kutokana kwamba alionekana yule mwanamke amekuwa akihitaji fedha kutoka kwake, ndio maana akabidi amflame na kusema kwamba alikuwa akimnyanyasa. Kwa kilichotokea ni kwamba baada ya kushinda ikabidi sa Disney waweze kutafuta namna ya kuweza kurudi na kuja kumomba msamaha. Kwa ndio maana akabidi muongezee donge nono la kuweza kuigiza na kuweza kumpa nafasi nyingine ya kusema kwamba inabidi uweze kurudia nafasi yako ile ambayo umekuwa ukifanya. Na uzuri zaidi Johnny Depp mpaka sasa hajibu chochote. Despite tumeona zile picha ni za siku nyingi kidogo, unajua. Lakini Johnny Depp anadai kwamba ana mawili, anaweza akafanya au asifanye. Lakini amelipa dola za Kimarekani takriban milioni 100 kwa sababu tu ya kuweza kuigiza nafasi ambayo alifanya. Na ukiangalia Pirates of the Caribbean ni movie ambayo ilipata mafanikio makubwa sana. Ndio maana wameamua kwamba kuweza kumrudisha yeye Jack Sparrow, kwa sababu naamini Jack Sparrow ndio mmoja kati ya waigizaji ambao wanaibeba ile filamu. Kwa bila yeye manake itakuwa haina uzito ule. Uhusika wake ni mkubwa na aliyevaa uhusika ni yeye. Kwa hiyo ukisema ubadilishe mhusika, muda mwingine huwa wanapata tabu kwenye upande wa filamu, kwa sababu zipo ambazo unakuta uhusika wanabadilisha mtu. Kwa mfano Superman tumeona anabadilika. Pia Superman zimekuwa zikitofautiana na zenye pia zina ulimwengu wake. Ndio maana ukiangalia Superman unajua kuna Man of Steel ambako Henry Cavill ndo anaigiza yeye. Kwa hiyo ukiangalia Man of Steel manake hiyo ni kitu kingine. Eto Snyder unajua mmoja kati ya directors ambao wanafanya. Ndio maana inaitwa Snyder Edition. Zile ni za Snyder. Kwa maana yake ukiangalia kila director anayekuja anakuja na muonekano wake na sura yake. Ndio maana ukiangalia Superman sasa hivi anapigwa kabisa, unajua anaumia na vitu mbalimbali, lakini Man of Steel maana yake yeye inakuwa ni tofauti. Mtu wa chuma. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuweza kumpiga pia. Lakini kwa upande wa kesi hiyo ambayo aliipitia, ikumbuke aliyepoteza ni huyu mwanadada Amber Heard ambaye naye kamgharimu uhusika wake wa Aquaman. Ukiangalia kilichotokea ni kwamba Amber Heard kilichotokea ni yeye alitegemea kwamba atapata fedha nyingi kupitia John Depp. Lakini mwisho wa siku kilichotokea ni kwamba baada ya kuonekana na mflame John Depp, kilichotokea huyu inabidi sasa yeye ndo aweze kumlipa gharama zote ambazo alizitumia John Depp kwenye hiyo kesi za kumchafua na kuweza kumharibia CV zake. Lakini kizuri zaidi ukiangalia John Depp saizi ana project nyingi ambazo anatakiwa kuzifanya. Kwa hiyo wamesema kwamba hivi vingine ambavyo vinakuja, unafahamu kama Jack Sparrow atavifikiria, lakini saizi lengo lake kubwa ndio kupumzika. Na unaweza kuona kwamba saizi amekuwa na moja kati ya waigizaji wenye heshima kubwa, na yeye ndo amekuwa akiingiza fedha nyingi katika movie zote ambazo amewahi kuzifanya.